Katika eneo hili la soko la madini ya vito na dhahabu hapa Tunduru mkoani Ruvuma, mkuu wa mkoa huo Brigedia Jenerali Ahmed Abasi anazungumza na wachimbaji wadogo na wafanyabiashara wa madini na kutoa kero zao, ikiwemo maeneo mengi kumilikiwa na leseni kubwa. Wilaya ya Tunduru hata huko Ngapa unakosikia kumetawaliwa na leseni kubwa, kitu ambacho kinamfanya mchimbaji mdogo ashindwe kupata leseni ndogo. Na tukifika hapo wachimbaji tunahamasishwa tu muda wote kwamba kateni leseni, lakini fanyeni uchunguzi wa kina. Wilaya ya Tunduru imetawaliwa na leseni kubwa kwa 70%. Kutokana na ombi hilo, Brigedia Jenerali Ahmed Abasi akatoa maagizo kwa afisa mgodi mkazi wilaya ya Tunduru. Pokea maombi ya wananchi hawa, na kama kuna mambo ya kitaalamu yanakushinda katika kuyafanyia kazi, mshirikishe afisa madini wa mkoa, na kama kuna jambo linahitaji ufafanuzi ngazi ya wizara, nihusisheni, nitamshirikisha Mheshimiwa Waziri, atayatolea ufafanuzi ili wachimbaji wadogo na wenyewe waweze kumiliki vitalu hivi vidogo vidogo kwa uhakika, ambao mimi naamini wakimiliki watamiliki wengi na pato la wilaya litaongezeka, lakini pia pato la mkoa na pato la taifa kwa ujumla. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Tunduru Bwana Dennis Masanja anataja aina ya madini yanayopatikana katika wilaya hiyo pamoja na wawekezaji waliojitokeza kuwekeza migodi ya uchimbaji. Sisi tuna madini mengi ya mawe ya vito, lakini tunayo madini ya dhahabu, tunayo madini ya shaba. Kuna watu kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo nchi za nje wameonyesha nia ya kuja kuwekeza katika wilaya ya Tunduru kwa kutaka kujenga migodi. Soko hili lina jumla ya wafanyabiashara wakubwa wa madini 67. Kati ya hao wafanyabiashara 66 ni wanunuzi wa madini ya vito na mfanyabiashara mmoja ni mnunuzi wa madini ya dhahabu.